Mimi kwa jina naitwa Peter Tadeusi Ndelenarua, ni mwenyeji wa Moshi na nilisoma seminari ya St. James miaka ya nyuma, na mwalimu wangu alikuwa Dr. Father Aidan Msafiri, masomo ya geography. Na leo nimewiwa kuchukua miti. Iko miti ya aina mbalimbali. Na iko pia miti ya matunda. Na nimependelea kuotesha hii miti kwa sababu kwa ajili ya kupata matunda na kwa ajili ya kupata kivuli na kwa ajili ya kupata hewa safi ambayo itatuboresha katika maisha yetu. Na waambia wengine wawiwe kuotesha miti ambayo itasaidia pia katika kuleta mazingira halisi, na pia katika kipindi cha mvua inapunguza lile joto, na pia kutakuwa na hali nzuri ya hewa. Na ndio maana serikali pia ilisisitiza hilo na ilizuia katika ukataji wa miti, na hali ya hewa imeweza kubadilika pia. Katika hili alilolifanya, kwa sababu leo ni siku yake ya kuzaliwa, amefanya kitu kizuri ambacho kitakuwa ni endelevu, na sisi pia tunatakiwa tujivunie na kuweza kutekeleza haya yote ambayo ameyafanya. Ameyafanya kwa ajili ya kutoa miti ambayo itaweza kusaidia mazingira kwa hali ya hewa, ambayo tunapata hewa safi na bora ambayo itakuwa imechujwa vizuri katika mazingira yetu. Tunapendekeza tu kwa ajili ya watu waweze kufanya hilo. Katika kusherehekea sherehe zao, sio wafanye upande tu wa keki, na pia waweze kutoa miti na kuweza kuboresha mazingira, kwa sababu ndio hali halisi ambayo inaweza kutufanya tuweze kuishi kwa amani na kupata hewa iliyo safi na bora. Mimi kwa jina naitwa Athmani Msuya, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Muungano. Kwa kweli sisi tumechukua miti 200 na tunamshukuru sana Father kwa kitendo hiki kizuri ambacho kinajenga misingi ya upendo, amani. Na kwa sisi kama shule kwa kweli tumefurahishwa sana, kwa sababu watoto wanahitaji kivuli, wanahitaji matunda, wanahitaji hewa safi, tunahitaji pia mvua na kadhalika kwa ajili ya kuboresha mazingira ya shule. Kwa hiyo sisi tunaahidi kwamba tutakwenda kuitunza hii miti vizuri na kuhakikisha kwamba inapona yote kwa manufaa ya watoto wetu na jamii inayotuzunguka. Lakini wito wangu kwa serikali, wananchi kwa ujumla, ukiangalia sisi wa Tanzania tuko wengi sana. Tuko zaidi ya milioni 60. Kwa hiyo at least watu zaidi ya milioni 40, kila mmoja akiwa amehakikisha kwamba kila mwaka anapanda miti angalau 5 hata mpaka 10, tutaifanya nchi yetu kuwa ya kijani na kufanya mazingira ya nchi yetu kuwa mazuri na kupata mvua ya kutosha na chakula cha kutosha. Lakini pia ulimwengu mzima, na pia ni washauri watu wasikate miti ovyo, watunze miti ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na masuala ya ukame. Majina naitwa Salome Steven Shemense, ni kaimu afisa mazingira mkoa. Nampongeza sana Father kwa kutimiza miaka 62 na hili jambo ambalo analifanya la kupanda miti siku yake ya kuzaliwa. Tunaomba wananchi wengine waige mfano, walifanya hili ili kuboresha mazingira ya mkoa wa Kilimanjaro, maana kimkoa tuna malengo ya kupanda miti milioni 9,750,000 kwa halmashauri zote ambazo ziko mkoani. Kwa leo tumepokea miti 600 kwa ajili ya halmashauri za manispaa ya Moshi na manispaa ya Hai. Watachukua miti 300 kila halmashauri. Tunaahidi kuitunza na kuwasimamia wale ambao wanaenda kuipanda, hakikishe kufuatilia ile miti kweli inatunzwa na kufikia lile lengo ambalo Father anataka, sio kupanda tu lakini pia na kuitunza, ili kukijanisha Kilimanjaro, kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na mambo mengine yote ambayo yana faida kwa mazingira ya mkoa wetu. Ni watu wasikate miti ovyo, maana tunaona sasa hivi Kilimanjaro ya miaka hii ni tofauti na ile ya miaka ya nyuma. Joto limekuwa kali, mvua hazinyeshi kwa wakati ule ambao unaotakiwa. Kwa hiyo ni waasi sana wananchi, hata hii miti inavyoenda kupandwa, maana ingine tenda kupandwa kwenye taasisi, kwenye vyanzo vya maji. Kwa hizo sehemu zote miti hiyo ikipandwa, wananchi wasione kwamba ni miti ambayo iko bure kwa ajili ya kukatwa. Ni miti ambayo inatakiwa itunzwe ili tuboreshe mazingira ya mkoa wetu, ili kuboresha na mabadiliko ya tabia nchi, athari zake tuweze kukabiliana nazo. Hata sisi kimkoa tuko nyuma kwenye kutekeleza hayo, maana kama siku ya wanawake, mkoa pia ulazimisha wanawake wa mkoani pale walienda wakapanda miti kwenye shule ya Mshikamano kule Pasua. Kwa hiyo tunawaasa hata sherehe nyingine za serikali pia tutazidi kutekeleza haya ambayo Father ameanzisha. Mimi naitwa Mwalimu Frank Ngowi, makamu mkuu wa shule ya sekondari Mawenzi.
Tumesema kwamba tumejifunza mengi. Miti ni uhai, miti ni karatasi, miti ni oxygen. Ni jambo jipya ambalo sisi tumeliingiza kwenye akili zetu, hasa kwamba badala ya kula basi keki za birthday, sasa keki yetu itakuwa ni miti. Na mwisho kabisa umeonyesha uzalendo katika nchi yako, kwa sababu ni azma ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutumia nishati safi na nishati bora. Ndio maana tunasisitiza sasa tuache matumizi ya kuni, tuache matumizi ya mkaa ili kuyalinda mazingira. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumemuunga Father mkono, na pia tutakuwa tumemuunga Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan katika kuboresha mazingira. Kabisa napenda kuchukua fursa hii, nafasi hii kuwashukuruni nyote mliofika kuungana nami katika kukijanisha ulimwengu wetu, mazingira yetu. Kama nilivyosema, dunia leo hii ni miaka bilioni 4.5. Ukristo ni miaka 2025, jubilei kuu ya Ukristo. Mimi ni miaka 62. Lakini kuna ile waraka wa utunzaji wa mazingira aliotoa Papa Francis, unaitwa Laudato Si, ambao unatokana na wimbo wa Mtakatifu Francisco wa kutunza ulimwengu, wa kutunza viumbe hai. Leo hii, mwaka huu, waraka huu wa Papa Francis ni miaka 10. Kwa tuna kila sababu, tuna kila takwimu, tuna kila fursa ya kumshukuru Mungu, lakini pia kushukuru mama dunia, kumshukuru dada dunia ambaye anatupa maji, anatupa hewa, anatupa afya. Na madaktari wengi duniani, mabingwa, anasema kwamba tukiweza kupata hewa nzuri na matunda kwa wingi, basi hata magonjwa na aina mbalimbali za saratani zitakuwa zimepungua. Kwa hiyo ni fursa ya pekee, na washukuruni nyote. Na sasa tunaingia kazini kwenda kuotesha, tuendelee kusherehekea. Sio mwisho, kama alivyosema dada Salome hapa kutoka serikalini, tunaendelea kufanya zoezi hili, na tuna timu inaitwa Kilimanjaro Eco Database, na wote wa mkoa wa Kilimanjaro wa mazingira ambao tuna passion, tuna nia ya kufanya tofauti na kuwa waleta tofauti, game changers, wabadilisha mchezo katika hali hii ambayo magonjwa mengi sasa hivi yanatokana na uharibifu wa mazingira na ongezeko la joto duniani. Mungu awabariki na abariki dunia na mama dunia, na tuendelee kumtunza na kumheshimu huyu mama kama tunavyoheshimu na kuwatunza mama zetu, basi hivyo hivyo tumtunze huyu mama dunia. Asanteni sana.